Viongozi wa jamii mbalimbali Isiolo wakashifu hatua ya wakilishi wadi kutaka kumtimua Gavana Guyo. Siku chache baada ya wakilishi wadi kuunga mkono notisi iliyowasilishwa ya kuanza mchakato wa kumtimua Gavana Abdi Ibrahim Hassan, viongozi wa jamii mbalimbali wamejitokeza kukashifu vikali hatua hiyo ya wakilishi wadi hao. Wakizungumza na wanahabari, viongozi hao wamesema ipo haja ya viongozi hao wa kisiasa kushirikisha umma katika maamuzi yao. Vile vile wakilishi wadi hao wamelaumiwa kuweka mbele maslahi yao na kutakiwa kurejea kwa wananchi ili kutafuta ushauri utakaoleta suluhu. Haya yamesemwa na Lydia Ntinyari ambaye ni mkazi wa Bulapesa. Siku ya leo nimekuja nikiwa mkaaji wa Isiolo ambaye ni mzaliwa hapa, nikiwa ninasikia roho yangu imeumia. Ni kwa sababu ya kitendo ambacho tunaona kinarudisha kaunti yetu nyuma. My appeal ni kwamba MCAs ambao tumechagua, ambao tunawapenda, ambao tuliwaleta pamoja na gavana wetu, ninawaomba wakumbuke ya kwamba nyuma yao ni watu wangapi wako nyuma ambaye wanahitaji maendeleo, ambaye waliwachagua. Naomba waweze kujitokeza. Hata sisi kama wazazi tunasikia kwamba kulingana na ile Kenya tuko naye, tuko na wasiwasi ndani ya mioyo yetu. Kuna abduction. How sure are we? Mahali mko ya kwamba mko safe. Tulingeliomba ya kwamba mjitokeze, mkuje, ni kwa sababu tuna imani ya kwamba gavana hajaua. Tuna imani ya kwamba gavana ni mwanadamu. Tuko na imani ya kwamba jambo ambalo huwa likifanywa likiongewa linasuluhi. Kwa upande wake, Idile Hassan ambaye ni katibu mkuu wa jamii ya Wasomali amewataka madiwani hao kufuata taratibu za kisheria na kutumia jukwaa la bunge la kaunti kumpiga msasa gavana linavyofanya bunge la seneti. Na mimi najaribu kuweka maombi kwanza ya kwamba hakuna kitu muhimu kuliko dialogue. Kukuja kwa meza pamoja na kuongea na kujaribu kusuluhisha maneno ni muhimu sana. Tuwe watu wa kuongea. Isiolo ni watu ambaye tuko na usalama. Hatujawahi kukutana na upotevu wa siasa ambaye saa hii tunashuhudia. Tungependa sana watu wakuje kwa meza waongee. Najua MCAs wako na oversight role, na tunajua shughuli zenu. Hii yote ambaye mnafanya is a constitutional process. We all know that. Walakini kitambo hiyo hatua ifike, impeachment should be the last option. Baada ya kumaliza ile maneno shughuli zote ambayo ilikuwa inatakana ifanyike. Sisi hatujawahi kuona ama kusikia ya kwamba chief officer, hata governor anaitwa for grilling kwa county assembly kwa mambo ya oversight. Hayo ya kijiri, mzee Omar Godana amemtaka Rais William Ruto kuingilia kati mzozo baina ya viongozi hao wa county kabla maji kuzidi unga. Na leo ninaongea kama community ya Isiolo, kwa sababu Isiolo hatuna ukabila, japo kwa kila mtu ana ukoo yake. Nina appeal to the President of the Republic of Kenya na shirika ambaye inasimamia ugatuzi katika taifa la Kenya. Isiolo ni moja ya county 47 ambaye inafaa kuprotektiwa na national government kukitokea taharuki kama hii vile ilivyo. Serikali kuu iliweza kuingilia siasa ya kuzuilia taharuki iliyotokea katika kaunti ya jirani, na hiyo shida imeweza kutatuliwa. Kosa si kosa, kurudia ni makosa. Joyce Nairisiae ambaye ni mwenyekiti wa jamii ya Wasamburu katika jopo la mfumo mbadala wa haki amemtaka spika wa bunge la kaunti ya Isiolo Mohamed Roba
kutoegemea upande wowote na kukubali kuketi kwenye meza ya mazungumzo. Kwa hivyo Bwana Spika, nasikia ukiitwa Roba, ndugu yangu na kusi Guyo ni your boss. Yes, your boss. Na kikatiba inatakikana umuheshimu. Kuja chini baba, kuja chini, utakuta utaalamu wa hali ya juu, utakuta wazee ambayo wamenolewa ki-NJS, na sisi tutaketisha Guyo kwa hii nyasi na atatuambia shida yake na nyinyi ni nini. Hatujazungumza na MCS more than 3 days. Mimi sipati la Timalo, sipati la Mantile. Kwa hivyo ninashuku wako wapi? Where are these people? Wako wapi? Kama gavana amefanya makosa, gavana ni gavana wa wananchi, my friend. Sisi ndio tumechagua gavana. Gavana atatoroka nyinyi watu 5, lakini hawezi toroka kaunti nzima ya Isiolo. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangeri Guyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.